80s Vibe Series. Wapenzi watazamaji wetu wa kipindi cha 80s Vibe Series, leo bwana, yani nina furaha kubwa sana ya kukaa na one of my best legends ambaye amekuja kutembelea hapa studio ya Wahenga. Kwa hiyo tutaongea naye, atatupa historia yake ya mpira, alivyo travel kwenda taratibu. Kwa hiyo stay tuned. Tuko na Dr. Mokili. Dr. Mokili. Karibu sana kwenye kipindi chetu. Asante sana. Yeah, sasa bwana, mimi bwana naongea machache tu. Nilikuwa nataka leo utupe historia yako kidogo ya mpira, ulivyoanza kidogo, sijui ndio secondary ama primary, mpaka ukaturn professional. Sawa. Kwa hiyo watazamaji wetu wameulizia sana na walikuwa wanapenda wajue kutoka kwako. Sawa. Mimi kama alivyoongea ndugu yangu hapa, mimi kwa jina naitwa Dr. Mokili. Mimi mzaliwa wa Dar es Salaam kwenye miaka ya 60. Nilianza shughuli hizi za mpira tukiwa tangu tuko wadogo. Tulikuwa mitaa ile ya Kariakoo na Jangwani pale. Pale tulikuwa na timu zetu za mitaani. Wakati ule lazima kuwe na timu za mitaani. Huwezi kwenda kokote kwenye hivi vilabu vikubwa, lazima upite chini. Sasa sisi ni miongoni mwa watu ambao tulianza kupitia huko chini, kuanzia timu zetu za mitaani. Wakati tulikuwa na timu za Sante Tororo. Nilianzia timu ya Sante Tororo, nilikuwa na Scotland Yard. Naona bwana ya Jangwani Fresh, zote zilikuwa za mtaani. Najua kwa kipindi kile wachezaji tulikuwa wengi. Naona bwana, ila unaweza kwa siku moja ulikuwa unakodiwa unaweza kucheza timu hata 3. Bwana. Ukitoka huku maana mtaani unawekwa goli mnacheza. Tofauti ukiacha na shule. Kwa sababu mimi nilianza shule ya msingi. Naona nilisoma pale Mtendeni. Okay. Sikubahatika kwenda zaidi ya shule ya msingi. Ukajikita kwenye mpira. Kama muda mkubwa sana tulikuwa kwenye mpira, kwa sababu wakati ule mpira nilikuwa naupenda sana tulikuwa. Maona na mimi ni miongoni mwa wachezaji ambao tulianzisha Young Kids. Okay. Timu ya Young Africa Kids. Yeah. Mimi ni miongoni mwa hao wachezaji ambao mwanzilishi wa kwanza kabisa. Adolf Foto amekuja na Adolf anaelewa hilo, Tostawa anaelewa hilo, Godiani Mapango anaelewa hilo, Juma Pondamali anaelewa hiyo, Jafari Abdulrahmani. Kulikuwa na wachezaji wengi ambao kipindi kile na mwalimu alikuwa ni Professor Victor. Kocha huyo alikuwa kutoka Romania. Okay. Sisi tulikuwa tunashinda Jangwani kuanzia saa 7, saa 8. Tuko Jangwani, viwanja vya Jangwani pale. Timu zimepangwa pale. Naona mnatoka, huyu anatoka huku, anakuja huku, huyu anatoka huku, na basi viwanja vingi. Basi tumeenda hapo, kadri na siku zinavyosogea. Nakumbuka kwenye miaka ya 75 sisi tulikuwa pale, tuko Yanga. Wakati ule tulikuwa Yanga, tuko chini. Okay. Yanga wadogo pale. Tunaona mpaka wale wakubwa kwenye miaka ya 75, 74 nafikiri Yanga ndio ilivyovurugika pale. Ilivyorugika ikavunjika. Zoni sijui nini. Sasa wale wakubwa wengi wakaamua wengine kwenda Morogoro, Afrika. Sasa pale kukabaki na wachezaji kama 6 ambao walikuwa Kasim Manala, Tostao, Adolfu, Pondamali na ni Mkweche. Hao walikwenda Tanzania Boys. Okay. Sasa sisi tena tuko wadogo. Basi sisi tukarudi tena kwenye timu zetu zile za mtaani. Okay. Sababu tena kulikuwa hakuna jinsi pale tena. Basi tumeenda mambo yamevurugika, kaenda mpaka kwenye miaka ya
78 77 nafikiri Pan Africa ikaanzishwa. Sasa Pan ilipoanzishwa na sisi sasa tukarudi pale, kwa sababu wenzetu wengi ambao tulikuwa nao hawa kaka zetu ndio walikuwa wameenda kuanzisha ile timu. Na mimi walipotoka Nyota wakaja Sapani. Ilipotoka Nyota wale wazee walipotoka kule Nyota wakaanzisha Pan. Kwa watafuta kina Adolf. Kina Adolf nao wakatoka kule Brolis. Wakaja kujiunga na Pan Africa. Wakaja kuanzisha Pan. Kwa hiyo wale wazee wale wakaungana na hao kina Adolf kwa sababu wao walikuwa nao tangu kule Yanga. Basi. Sawa. Sasa kipindi hicho kimeenda, nakumbuka mimi mpaka kwenye miaka ya 79 nikaanza kusajiliwa Pan. Lakini niko mdogo. Nilikuwa na uwezo wa kucheza. Nilikuwa nimechukuliwa kama mdogo. Mokili. Basi kajiunga pale na Pan 79, tumekwenda mpaka kwenye 80 81 tukiwa Pan. Pan Africa tukachukua ubingwa. Sasa tukamfunga Yanga Dar es Salaam pale goli moja na goli moja nakumbuka alifunga Tino. Mimi miongoni wa wachezaji 30 waliosajiliwa Pan nimo, lakini sikawa sipati nafasi kubwa ya kucheza kwa sababu kulikuwa na wakaka zetu pale. Bado walikuwepo pale. Sawa. Ambao walikuwepo na sisi tulikuwa tuko nyuma yao. Kwa hiyo ile kaenda mpaka kwenye 81. 82 Yanga karudisha ubingwa wake akachukua. Naona basi sisi tukabaki Pan pale. Tumekwenda mpaka kwenye nikawa sasa ni mchezaji, sasa nacheza kwenye timu kubwa sasa. Kuanzia hiyo miaka 81, 82 mpaka 83 niko Pan Africa nacheza. Nipo kwenye Pan. Hapo sasa huko kwenye list. Niko kwenye list kabisa. Sasa pale nilikuwa nacheza kwa kipindi hicho kulikuwepo na kaka zetu wakubwa. Naona. Sawa. Kwa hiyo pale mfano ambao mimi position nilikuwa nacheza midfield. Sasa ndio unatujia na list. Mimi nilikuwa nacheza pale midfield namba 6, namba 8. Sasa wakati huo pale namba 6 kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Carlos Munyimkuu, alikuwa anacheza pale namba 6. Ndio. Kulikuwepo na Juma Matokeo. Kulikuwepo na Adolf Richard. Yes. Kulikuwepo na Roma Mapunda. Kulikuwepo na Ngurungu. Hao wote ni midfielder. Yes. Midfield ilikuwa imeshiba hiyo. Naona sasa hizo hao watu nilikuwa nikutajia ilikuwa sio mchezo. Sasa fikiria na sisi tulikuwa upcoming tunakuja pale. Lakini ukiangalia zao pale. Unaona basi kaenda ile Pani kaenda mpaka najua wakati. Sasa hao wengine walikuwa matatizo, majeruhi, wengine sasa sisi ndio mkapandishwa. Sasa mimi pale nilikuwa nacheza na Ngurungu. Sasa Ngurungu yule. Akisha namba 8 mimi namba 6. Akisha namba 6 mimi namba 8. Kwa hiyo namshukuru sana Ngurungu, Juma Matokeo, Salid Gatenga. Walitupa nguvu sana yani. Tupa sana hope. Sababu sasa sisi ndio tukawa tunawapa experience yao. Wale. Naona sababu Pani wakati huo sio cheza. Pani ilikuwa kweli Pani. Kipa Pondamali. Fullback namba 2 Mkweche. Fullback namba 3 anacheza namba 2 anacheza Jafari Abdulrahmani, namba 3 anacheza Mkweche. Namba 4 anacheza Tenga, Sentafu Jela. Namba 6 Adolfu au Carlos Munyimkuu. Wingi ya kulia Peter Tino na wingi ya kushoto Tostar Mohamed Yaya Tostar. Inside namba 8 Ngurungu, 9 na 10 Abdalla Bulwani na Katolira. Bwana hiyo sio mchezo. Sisi tuko kwenye benchi tunawaangalia wale. Na hiyo timu nilokutajia kitu ya timu ya taifa, hiyo timu ilikuwa inakwenda yote kama ilivyo unavyoiona yote wanakwenda timu ya taifa. Sisi tulikuwa tumebaki pale, lakini tumeendelea tumepiga mpaka kwenye 80 tuko Pani 83 84 83 84 Pani kashuka daraja. 83 msimu wa kutoka 83 kwenye 84 mimi napita timu. Tukachukuliwa na Majimaji, tukanunuliwa na Majimaji ya Songea. Sawa. Kwenye 84 kwenye 85 mimi na Tino tukaenda Songea. Majimaji. Ya Songea tumekaa pale. Mimi bahati mbaya kwamba sikukaa muda mrefu pale Majimaji. Nilikaa kipindi kimoja.
Season moja tu. Season moja tu. Kwa sababu yale mazingira na kule ilivyokuwa katule, mimi kwa kweli ikawa ngumu sana. Kwa una miss nyumbani. Lakini ile Majimaji yenyewe tumekwenda kule na kulikuwa na watu kweli kweli wa mpira. Unaweza kutupa list kidogo ya Majimaji? Majimaji alikuwa golini, alikuwa anacheza mtu mmoja anaitwa Isiaka Majaliwa. Namba 2 alikuwa anacheza Mdachi Kombo. Namba 3 Sami Ayubu. Namba 4 alikuwa anacheza mtu mmoja anaitwa Mwafongo. Sentafu Peter Mwina. Huyu ninapoongea mpaka sasa hivi yuko Songea Majimaji na kiongozi. Bwana. Namba 6 alikuwa anacheza Octavian Mlope. Namba 7 alikuwa anacheza Wile Kiango au anacheza Ahmed Kampira. Sawa. Namba 8 anacheza mimi hapa Dr. Luta Mokili. 9 na 10 anacheza Rajabu Muoza na Peter Tino. 11 Celestine Mbonga Skinde. Bwana, list imetimia hiyo Majimaji. Majimaji wakati wa Majimaji kweli. Hiyo sio mchezo Majimaji, hiyo napokuambia sio mchezo. Naona hii sio kuja. Ila ndio hivyo ukaamua kucheza season moja tu. Sasa baada kwenda timu nyingine ama tu. Nilipotoka pale mimi sasa nikarudi Dar es Salaam. Sawa. Niliporudi Dar es Salaam nikasijishughulishi tena na mambo ya kucheza mpira. Kweli? Timu yote mimi nilikuwa nacheza hizo timu ndogo ndogo, timu za mawizara, mashimuta, na nini. Sasa mimi wakati ule nilikuwa ni mtumishi wa chai na nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni ya chai. Sawa. Kampuni ya chai walikuwa na timu yao ya mpira pale. Naona pale kulikuwa na wachezaji ambao nimewakuta pale ambao tulikuwa tunaunda, alikuwa Asmani Mambo sasa. Kuna Ezekiel Gerson. Bwana, wachezaji wazuri kabisa. Kuna Sadi Mateo, kuna Ali Katolila. Bwana. Yaani tulikuwa wachezaji wakubwa, tulikuwa kama 5-6 ambao tumepita kwenye timu kubwa. Kwa hiyo nakumbuka waliunda timu nzuri. Katika huo mwaka 80 ngapi, naongelea 84 hiyo 85, kulikuwa na mashindano yale Shimuta yalikuwa Tabora. Tumecheza kule, sasa watu walikuwa wanapita huko kutafuta wachezaji. Kama kawaida ndio nako scout ya. Mimi wakaniona kule, watu wakapeleka taarifa, bana mtu fulani tumemwona huko anatufaa. Nani fulani, Yanga wakanichukua. 85 sasa hivi. 85 86 uko Yanga. Tumekuja Yanga pale, tumekuta Yanga ndio kuna vurugu kubwa. Unajua wakati ule hivi vilabu viongozi walikuwa matatizo ya Asia, Angalaizoni, nini. Sasa sisi wageni Angalaizoni. Sasa wakati ule kulikuwa na watu basi. Wakati ule pale kulikuwa na mashindano ya Afrika Mashariki na ya Kati. Yanga muda wa kujiandaa hakuna. Ikabidi wizara ndio ichukue timu. Na mwalimu akaja Joel Bendera. Joel Bendera alikuja Yanga. Ndio kama mwalimu akishirikiana na Boy Weekends. Sasa sisi wageni, mimi mmoja wapo nilikuwa mimi, nimeingia pale, ameingia Lawrence Morsako, ameingia Tostao, ameingia Shwaboy, ameingia na Rwanda. Tulikuwa kama wachezaji 6 hivi kutoka nje ndio tumeingia kuunda na kile kikosi ambacho tumekikuta pale, ambayo kulikuwa na Misikinye golini, kulikuwa na Joseph Fungo golini, kulikuwa na Freddy Menzilo, kulikuwa na Bana Yusuf Bana, Chama Jogoo, Isiaka Sani, Juma Mkambi, Charles Bonifas. Umeona kuna Hussein Idi, kuna Bedi Mziba, kuna Makumbi Juma, kuna Omar Hussein na Edgar Fongo. Bwana. Hao tumekuta pale na kina Mwedi Ncheupe hapo. Sasa sisi pale kwa kazi tumeingia pale tukachukuliwa kambini. Sasa ilikuwa kazi kugombania namba sasa. Maana hapo vyote vichwa hivi. Basi tumeingia sisi tukawa tunaambizana bwana hapa mazoezi, na uzuri wenyewe sisi tulikuwa kama wachezaji watatu wote tumetoka Pani. Tulikuwa Pani ambaye Morisako, mimi na Tostao. Kwa hiyo tulikuwa tunajuana sana. Basi tumeingia kambini tukacheza mechi moja na Yanga, try mechi Taifa pale. Mimi nikapangwa namba 6 na pale kulikuwa na Mkambi Generali, kwa sababu mimi ndo nimeenda kumtoa Mkambi pale katikati. Kwa sababu yule alikuwa anaitwa Generali Mkambi. Mimi nimeingia pale naitwa Dr. Luta Mokili. Sawa. Freezer, majina mengi tumepewa pale. Tabidi tupe majina yao. Tumepewa majina mengi tu, Malumba, Freezer. Mengi tu ya mpira nilikuwa napewa pale. Basi tumepambana pale. Kutoka pale tukacheza ile mashindano, tukaitwa timu ya taifa kwa mara ya kwanza. Sawa.
83 sasa hivi. Kwenda 84. Kocha amekuja Jeff Hudson. Ameajiliwa, amekuja pale anachagua timu ya taifa. Jina lako likachukuliwa pale. Tukakutana pale. Tumetoka pale timu ya taifa, tumekaa pale, tukaenda kwenye mashindano ambayo Challenge Cup ilikuwa inafanyika Nairobi, nafikiri Kenya. Naona tumekwenda kule, tulitoka kwenye nafikiri hatua ya robo, tulitolewa. Tukatoka. Basi tukarudi hapa. Karudi Yanga moja kwa moja. Hebu tupe listi kidogo hiyo timu ya taifa ambayo mlikwenda nayo Nairobi. Timu ya taifa ambayo nakumbuka ilikuwa goalkeeper Idipazi. Naona namba 2 alikuwa anacheza Asmani Maulidi au Musa Kiwelu. Namba 3 anacheza Ahmed Yamasha. Namba 4 alikuwa anacheza Chama Jogoo, Sintafu alikuwa anacheza Lila Shomali. Namba 6 alikuwa anacheza Carlos Munyi Mkuu. Namba 7 alikuwa anacheza Godian Mapango. Namba 8 alikuwa anacheza mimi Dr. Luta Mokili. 9 na 10 pale alikuwa anacheza Peter Tino na Mogera. Golden Boy na kuna moja kwa Celestine Munga Skini. Kwa Octavian Mloki. Kutokana na information jinsi tulikuwa inachezwa pale. Basi nzuri sana hiyo. Sasa hiyo timu tumekwenda nayo mpaka pale tulipotoka. Tukarudi. Naona tukarudi tukaendelea sasa kucheza Yanga. Imekwenda ile 84, 85, 86 tukacheza Taifa Cup. Huku timu ya taifa tunacheza mashindano mengine, huku tunatoka maana tumechaguliwa huku na huku. Okay. Tunachukuliwa kwa tunaenda kucheza Mzizima, tunakuja kucheza timu ya taifa. Basi imekwenda tumecheza mpaka 86, ile 86 tukachukua ubingwa Mzizima. Tuliwatoa Kagera nakumbuka. Kagera walikuwa na timu nzuri sana. Walikuwa wachezaji wengi wazuri na wengi baadaye wakaja kucheza timu za Dar es Salaam. Na Mkebesi walikuwa kina Isa Asmani hawa. Kinaona bwana kina Kaitaba, sijui kina nani, majina mengi tu. Baada ya hapo tukarudi kwa sababu tulikuwa timu ya taifa, tupo na Dar es Salaam na Yanga. 86 hiyo, 87 86 kwenda 87. Mimi nikachukuliwa timu kutoka Oman, nikaenda Oman. Sasa hiyo timu ya Oman walituma scout kuja kuangalia tutakuwa mchezaji. Scout walikuja. Sasa bwana huyu wakatuma ikafanyika scouting kwa sababu Oman kuna watu wengine wako kule wako huko wanapenda timu za Yanga. Bwana sasa hivi nani huko Tanzania? Kama bwana huko Tanzania kuna mtu mmoja anaitwa Dr. Luta Moki. Nikatoka mimi Adolf Rishadi. Hiyo timu Adolf alitangulia. Alikuwa na Super Bedi. Baadaye mimi wale wakanipoint bwana mchukueni huyu. Kwa hiyo basi mimi nikapata bahati 87 Januari. Nikaenda Oman. Nikacheza klabu ya Oman Club inaitwa. Nimekaa kule 87 mpaka 80 mpaka miaka karibuni 4 nimekaa pale. Miaka 4. Season 4. Nimekaa pale. Bwana, kama mrefu. Naona sasa pale kule kwenye ile klabu kukatokea changamoto. Unajua tulikuwa na wachezaji wazawa. Sasa ile klabu wanasema bwana hii timu hawa wageni tuko nao hapa baki Doto tu. Hawa wengine wote waende. Sasa mimi unajua sasa nikasema sasa mimi ni baki hao wengine Mogela, Adolf nani wote warudi. Mimi nikasema bwana kama hao wanarudi basi mimi nawatetea na mimi nirudi. Mimi ngoja na mimi. Lakini wao wazo la kutoka mimi niondoke walikataa sana. Basi mimi nikamwambia mimi narudi. Mimi nikarudi nikapata timu nyingine. Huko Oman. Huko. Basi ukarudi mpaka huko. Nimerudi mpaka huko, timu nyingine ikanitolea visa nikaenda. Timu nyingine nikacheza pale kama season moja, nikarudi Tanzania. Tanzania nikamalizia nikacheza Yanga kwenye miaka ya 89 kwenye 90 ile. Nilicheza pale Yanga. Baada ya hapo Yanga wakafanya usajili, wakaacha wachezaji kama wachezaji karibuni 7 au 8 wa zamani tulikuwa kina Makumbi hawa, kina Isiaka, kina Moshi Majungu, kina Asman Juma Chama, wote wakaacha. Sasa sisi tukakaa tukasema hapana, Pan Afrika ipo na Pan Afrika imeshuka daraja.
Sasa kama imeshuka daraja, kwa nini tusende tukapambana kule Pan Africa? Basi tukakubaliana, tukatoka kama wachezaji 5 6 wote tutoka Yanga. Tukaenda Pan Africa. 90 ile 91 92 Pan wakati huo imeshuka daraja na miaka karibuni 7 haijapanda daraja. Tabani kabisa. Basi tumeenda kupambana Sumbawanga, kuna kina Makumbi hao, unaona Makumbi huyu, Mheshimiwa Jungu Siaka, Chama, Lawrence Morusako. Kwa hiyo tulikuwa na timu nzuri kabisa, Abdalla Bulwani. Tukapambana tukarudisha Pani kwenye ligi. Bwana. 90 ngapi imeenda? Season moja tumekwenda mkaipandisha. Tumepandisha. Imeenda hiyo kwenye 93, 90 ngapi? Sasa tuporudi hapa tena wale wazee wakatuacha. Pani ile tena katika usajili wao, wakati kocha mwalimu alikuwa Jela Mtango hapa. Jela tulikuwa tunacheza naye. Unajua wachezaji wakati huo sasa mtu anaona hao labda hivi tuende na hao. Basi wakatuacha. Wao Pani wakaenda wakakaa msimu mmoja wakashuka tena. Wakashuka. Sasa sisi tena tukatoka. Nasema hatuji tena kuwapandisha. Tukaform timu yetu nyingine ya Tanzania Stars. Wachezaji wanaotoka timu inaoundwa na wachezaji wa kutoka Yanga, Simba na timu zingine tofauti. Tukaunda timu na mazoezi yetu wakati tunafanya Leaders Club. Okay. Leaders ndio ulikuwa uwanja wetu pale. Tulikuwa na Mheshimiwa Idi Azani. Okay. Idi Azani yeye ndio akaunda hiyo timu, akaianzisha mwanzilishi Tanzania Stars. Tukawa tunafanya pale mazoezi, tunacheza hizo mechi za kawaida tu. Yaani wachezaji wale ambao wengi kama hao unaona ambao tumekuja nao hapo wengine. Umeona? Basi wale tumekwenda yakaja mashindano haya kombe hili la nani hili. Sasa hivi ile shirikisho. Okay. Kombe la shirikisho zinashirikisha timu zote. Sisi tukasajili tukaingia. Kuingia kila tunavuka tunaenda hatua baada hatua, hatua baada hatua, hatua baada hatua. Tunakwenda hatua baada hamna Yanga wala Simba wala nani. Mwisho tukafanikiwa wakati ule tumeshinda, tabidi kupata bingwa, atoke bingwa wa huku bara na wa Zanzibar. Kabidi sisi tulikuwa bara, Zanzibar katoka Mlandege. 94 hiyo 95 huko. Bwana. Basi mechi kapangwa Zanzibar. Kwa sababu huku bingwa alikuwa kishapatikana. Kwa hiyo wao walikuwa wanatafuta nani anakwenda na bingwa kuwakilisha nchi. Sasa nafikiri kulikuwa na mipango kwamba itoke timu moja Zanzibar. Sasa mechi kapelekwa Zanzibar. Sisi tumekwenda Zanzibar. Na timu yetu ilikuwa ni nzuri, Tanzania Stars. Bonge la timu. Tulikuwa na timu kabisa, kocha alikuwa Sylvester Mzirai, kulikuwa na Jamhuri Kiwewe. Mwalimu. Golini alikuwepo Bahatisha Ndurute, kulikuwa na Mwanusako, kulikuwa na Twamidu, Simba wote hao. Kuna Adolf Kondo. Naona bwana kina Habibu Kondo hawa. Naona bwana kulikuwepo na wachezaji wengine ambao nawakumbuka hawa kina Makumbi hawa, kina Bedi Mziba, wote kina Shwaboy, kina Duncan Butinini. Naona wote tu kaunda ile timu. Timu ilikuwa nzuri sana. Timu ilikuwa nzuri. Tukaenda Zanzibar. Tukacheza na Mlandege mpaka mimi sikuanza kucheza. Nilikuwa reserve. Mpaka kipindi cha kwanza kinakwenda bila. Kipindi cha pili kama zimesalia kama dakika 10-15. Naona wakashauriana bwana, kuna mchezaji mwenzetu mmoja walimuingiza. Position hiyo ya katikati. Sasa wakatoka watu kina Lidi Abedi, kina Mtembi na Mazani wakaambia jamani, ongezeni hapo Doto katikati, tunaona kama kuna matatizo hapo. Panapaya. Mimi nikamwambia bwana unaingia. Nikamwambia hamna shida. Mimi naingia, napata mpira wa kwanza kama shughuli yangu kama kawaida washazoea. Mimi nafanya shughuli, nampa Malota anarudishia, napiga cross ndio alichumila nafunga goli. Bwana. Tumepata nafasi ya kuwakilisha nchi kombe la shirikisho. Bwana. Tumerudi. Ratiba imepangwa mechi ya kwanza sisi tunaanza na Malawi. Bata Bullets. Piga home na wewe tukawatoa wale. Hapa tukawapiga na kule kwa tukawapiga. Bwana afu Malawi kwa na timu nzuri. Tukapata nafasi ya raundi ya pili tumepangwa na Mamelodi Sundowns. Bwana. Sasa hapo ndugu yako ndio biashara hapo mlima. Kasema wala tumaliza mlima huo. Kweli mlima huo. Kweli tumetoka hapa sisi mechi ya kwanza kule. South Africa hii. Tumecheza ile mechi South Africa kule wakatupiga 4-2.
4-2 hiyo Mamelodi hao. Tukaja Dar es Salaam hapa. Kupata 2 nyumbani kwao. Tukaja hapa tukatoka na draw. Basi tukawa tumetoka. Yeah. Tena baada ya hapo tena sasa tukaona tena masuala ya mpira sasa na sisi sasa kwa sababu watu washaona utamu. Hamtaki kurudi nyuma. Tunawavuta ndugu zetu wengine maana sasa na yeye jioni endesheni ndio wakaingia wachezaji wengi na walipata nafasi lakini hawakupata nafasi kama ambayo sisi ambao mlifika kileleni. Basi tukawaachia sisi tena masuala ya mpira tena tulikuwa tunacheza ule mpira wa Jumapili veterani tunakutana Jumapili tunafanya mazoezi yetu asubuhi tunacheza tunaambizana kuna matatizo kuna hili basi ndio mpaka sasa hivi maisha tunakula nyama mnaenda nyumbani ndio hivyo ndio tunakwenda hivyo lakini tupo kwenye mpira mpaka leo na tunaupenda mpira hakuna njia nyingine mimi hapa ninapokuambia mpaka hivi na umri karibuni miaka 63 64 niko damu yangu iko kwenye mpira mimi mpaka sasa hivi najishughulisha sana na ufundishaji hizi timu mimi mara nyingi sana nakwenda na timu hizi za mawizara hizi okay na unajua zile timu hazina tatizo hazina pressure nakwenda nazo zile basi mechi zao zile mshakutana kwenye wizara mnacheza pale na unashinda sengine na shachukua kikombe sengine nishafika finali na hizo timu safi sana basi lakini hatujapata nafasi sasa za kuingia kwenye kutoa hata ushauri kwenye hizo timu zetu za sasa hivi sababu hii mipira sasa hivi inaonekana wameingia watu sio mpira kwa hiyo unakuta ajenda wenye mpira wote wako nje sasa mtu ukiwa na uwezo unaingia kwenye mpira kama una uwezo unakaa pembeni naona ndio tatizo linakuja sasa hivi ndio maana kwenye kipindi changu hiki huwa kila wakati always natoa appeal kwa wote mnaoangalia especially viongozi wa mpira na wale wapenzi wa mpira jamani tuwatumie hao kina Doto kwa sababu hawa mabwana wana experience ya miaka mingi na wanaujua mpira kwa undani wake na wanakuwa napenda kusemaga kwamba wana jicho la tofauti na sisi. Unajua kama sisi ni washabiki tunaenda kuangalia mpira yule mchezaji mzuri lakini yeye aangalii tu ule uzuri anaangalia hata kwa undani zaidi huyu naweza nikampandishaje akawa na uwezo zaidi ya hapo. Na pia hata kama mkimtumia kwenye academy kuwatafutia wachezaji wazuri unaweza kumwaga watoto 40 pale. Doto Mukila atakwambia hao wawili ndio wazuri. Lakini mimi naweza nikashindwa kujua. Sasa kwa nini tusitumie watu kama hawa kwenye timu zetu hizi kubwa? Wawe mascout wetu. Hata waje tu kumotivate wachezaji wetu ambao tunakuwa nao pale ambao saa nyingine unakuta kuna timu zina struggle. Unakuta mnahangaika, jamani tunakosea wapi? Huo ni wakati mzuri sana kwa watu kama hawa. Anaingia kwenye backroom, anawaambia jamani, anaongea na vijana mmoja, anaambia bwana wewe una uwezo mzuri utafanya hivi. Kwa sababu wanajua namna ya kudili na vijana wanaopenda mpira na watakwambia kabisa huyu atakufaa, huyu sidhani. Kwa hiyo msiache wakae tu huko nyumbani wakati wana talent kubwa wanaweza kutuletea. Hiyo ni apili yangu. Na namba zao tunazo. Mnaweza katu reach out 85 tutawapatia. Tuko nao hapa Dar. Kwa hiyo msisite. Hiyo ni apili ambayo always napenda kuiweka mbele yenu. Nataka nikupe nafasi ya mwisho kama unataka kutoa ushauri wowote kwa wachezaji na vijana wengine ambao wanataka kuingia kwenye tasnia ya michezo. Nini ushauri gani ambao unaweza kutoa? Sawa. Mimi ushauri wangu kwa vijana wa sasa hivi kwanza wana bahati moja. Wao kila kitu kipo. Kila kitu wanachohitaji wanapata. Kila kitu. Sisi wakati wetu ulikuwa hivyo vitu hakuna. Hakuna viwanja, hakuna viatu, hakuna mipira. Hakuna mshahara, hakuna posho. Sisi tulikuwa tunacheza mpira unaangalia leo watu wangapi wameingia unaangalia juu na hakuna kitu. Hawa wenzetu sasa hivi anakaa mezani kabisa anaambia mimi hapana. Mimi bwana bila hiki mimi siendi. Mimi nipeni hiki nitakwenda. Sasa wana kila kitu. Alafu mimi kitu kingine ninachosisitiza wasikate tamaa, wapambane. Kwa sababu
wachezaji wetu, kuna wachezaji wengi sana wazuri na wana uwezo mkubwa kuliko wale ambao wao wananunua kwa hela hizo ambazo wao wananunua kutoka nje. Wanao uwezo huo wa kupambana. Lakini sasa utakuta wachezaji wetu wengi wanakuwa wanalizika mtu. Anaona mimi niko hapa sinalipwa, unafanya nini, unafanya hiki. Pointi nzuri sana hiyo. Lakini wanakuwa wachezaji wengi hawaendi. Kuna wachezaji unaona kabisa wazuri, lakini kuna vitu ambavyo anakwama, anatakiwa lazima aambiwe. Yes. Wewe fanya hivi, badilika. Sisi tumecheza, tulikuwa na kaka zetu. Mimi mfano nimecheza na Tenga. Ufikia unacheza na Sir Edgar Tenga. Unacheza na Jela Mtago. Unakuja kukutana na hao kina Doc na nani. Unakaa nao, wanakushauri. Wanakupa ushauri. Wewe unacheza vizuri, lakini fanya hivi, fanya hivi. Na hiki kina miss. Unakuwa na discipline, unawasikiliza. Unakwenda na mpaka tumecheza. Hawa sasa hivi kuna tatizo. Na ndio maana unakuta kama wachezaji wa zamani kama nyinyi, pamoja na kwamba matibabu yalikuwa ni ya kuungaunga tu, unapewa mashindano ya gani, lakini mmecheza miaka mingi sana. Na wengi unakuta mtu amecheza miaka 10, 15. Ni kwa sababu ya talent na kusikiliza ushauri unaopata kwa kaka zako, unaproceed. Unakuta akicheza miaka 8 ni mingi sana. Mingi kwa sababu ndio maana nakwambia kwamba kuna matatizo sana. Naona Yanga pale, mimi ni bahati nzuri nimepita Yanga, naizungumzia Yanga. Ndiyo. Yanga kulikuwa na kila kitu pale. Ile klabu unavyoiona kulikuwa na kila kitu mlikiacha pale. Cha mpira kilikuwa kiko pale. Sisi tuko pale Tanane. Mimi nilikuwa bahati nzuri naweza kuzungumzia Yanga kwa sababu ile Yanga nimeiona. Kabla haijaanza kujengwa na mpaka inajengwa. Sawa. Na sisi kwenye ile klabu, nyumba ya 3 kutoka klabu ndio nilipozaliwa mimi. Bwana, wewe unaijua kwa hiyo naijua ile klabu, naelewa vizuri zaidi kwa undani. Wanakuja watu pale, alikuja rais wa Tanzania wakati ule Mwalimu Nyerere, anakuja Karume, wanajenga ile pale, mimi niko pale. Sisi kwa sababu tuko pale naona. Sawa. Lakini sasa leo hivi vitu havipo. Na nafikiri wengi wameingia tu hapo katikati kwa hapa ni biashara zao kaingia. Wafuati history. History kwa undani. Vipo sasa, nitakiwa watu lazima wawe makini. Na watu wa mpira wapo. Kabisa. Kwa sababu watu wa kucheza mpira wao Tanzania hii ambao walikuwepo wapo. Na wengine bado Mwenyezi Mungu amewajalia wapo. Inabidi tuwatumie. Ukiondoa ukiondoa Sande Manara, wapo. Kwa nini sasa watu wanashindwa kuwatumia? Kuna Yanga, kuna Simba, kuna wachezaji ambao wengi. Sasa wao wanaona hii raha ngao hii style ambao wanakwenda nayo sasa hivi. Kwa sababu watu wana uwezo. Unakana Mwalimu siku 2-3 unamfukuza. Mwalimu hajakaa sawa kupanga mipango yake unamfukuza. Sasa unategemea utapata timu bora. Uwezi. Wewe unakuwa na timu inacheza mpaka finali labda. Msimu ujao unatoa wachezaji wa 8, unategemea nini? Unaanza tena upya. Unaita wachezaji wa 8, unaleta wachezaji wa 8, huyu kafunga goti, huyu kafunga hivi. Haiko sawa. Kwa lazima mtarudi nyuma. Sasa lazima tukae. Hivi vitu lazima tuviangalie. Tuwape nafasi wachezaji wetu, na wachezaji wetu wanao uwezo huo wa kucheza. Kama watakaa, watu watakaa nao, wataongea nao, watawaelekeza. Bwana wewe tatizo lako liko hivi, kuwa serious na hiki kitu, jitume. Mtu wanacheza. Tangu Tanzania always imekuwa timu ni nchi ambayo inatoa wachezaji wazuri tangu miaka ya 60, 70. Tunacheza AFCON ya ngapi? AFCON ya ngapi tunacheza? AFCON ya mwisho ilikuwa kwenye miaka 80. Tulikaa karibuni miaka mingapi hapa mpaka tunakwenda sasa. Sasa tuna watu. Sasa wale watu wanatakiwa wapo. Wapo. Tusikae tunawapa nguvu wachezaji wa nje. Tunakaa utakuta timu kubwa unakaa wanashabikia. Maana shafika timu ya taifa wanakwenda. Wewe wa nyumbani unamwacha. Haipendezi. Sasa kunatakiwa kuwe na mabadiliko. Jamani, wawapende watu wa mpira, wawe karibu na mpira. Tusiingize watu ambao wako mbali na mpira ila kwa sababu wana uwezo. Wanaweza kuongea vizuri. Wanaweza kuongea basi wanaingia kwenye mpira, huwezi kwenda. Mpira sio kuongea. Tendo, tafuta watu ambao wanajua. Yanga kulikuwa na kiwanja. Kiwanja una cha mazoezi. Simba wale walikuwa wana uwanja. Uwanja wao ndo kama kupata juzi. Unategemea nini? Utapata kitu. Kuna silimali pale vile vilabu, ukitaka kujua tumeachiwa zile klabu siziko pale. Simba na klabu, Yanga na klabu. Nenda kapite pale ukaangalia. Watu hana habari na mpango huu. Sajili mchezaji hotelini mpaka anaondoka anamaliza mpira hajafika hata klabu. Sasa wewe unategemea. Kuna mpirani anarudi anacheza viwanja. Watu wanaumia, watu wa mpira wapo tena wapo kweli kweli, nakwambia wana uchungu hasa na mpira wetu.
watu wana uchungu kweli kweli, wapo, wasidharau watu, wafuate watu waongee tatizo liko wapi. Tanzania tuna wachezaji na nakwambia kuna wachezaji wengi ambao wametumika, wengi tu hapo, wana vyeti hivi mpaka wajue wavipeleke wapi, nafasi watapata wapi. Basi wawapeleke kama shuleni humu. Kwa sababu Tanzania nzima nakwambia utazunguka wachezaji wapo wengi wana vyeti. Lakini kila ukikaa hamna kitu. Wanaoingia ni wale ambao wanajua tu kuongea vizuri. Tumwamini mtu tushampa kazi, tumwamini. Sio mtu unampa kazi mwingine huyu anasema hivi, wengine wanasema hivi. Unasikiliza wale. Wewe deal na huyu mtu wako. Tuwasikilize. Jamani, wapenzi watazamaji wetu, nafikiri mmesikia madini na ushauri mzuri sana ambao umetolewa. Na ni ushauri ambao unapatikana mara moja. Kwa hiyo mimi na appeal kwa viongozi na wapenzi wa mpira, jamani, tuwatumie hawa watu wahenga, kwa sababu hawa wanaujua mpira, wataufikisha mpira wetu mbali, na wote wanapatikana kirahisi. Kwa hiyo sioni kama kuna issue ngumu hapo. Kaka yangu, nimefurahi sana kufika kwenye studio yenu ya wahenga. Nashukuru sana. Nimefurahi sana Dr. Mwakyuyu kufika hapa. Nashukuru sana. Muda wote unakaribishwa. Nashukuru sana. Kwa kweli madini uliyoacha nafikiri yatasaidia sana watazamaji wetu. Nashukuru sana. Wapenzi wa watazamaji wetu wa kipindi chetu cha 80s Vibe Series, leo tulikuwa na Dr. Mwakyuyu. Nafikiri mmesikia mengi ambayo ameongea, na tunachoomba ni continue to subscribe, share and like, comment, na kama kuna kitu chochote ambacho unataka kushauri ama kuna watu unataka tuwaite, feel free. We'll be watching and we'll read everything you're writing. Thank you.